Bibiye anaitwa Eroni na leo ilikuwa ndio siku yake ya kuolewa, akiwa na furaha zote pamoja na mdogo wake. Walikuwa wakisubiri siku hii kwa hamu zote, kwa sababu ni siku ambayo binafsi ilikuwa ikienda kumuheshimisha kinoma noma, lakini pasina kujua kuwa ameolewa katika ufalme wa kutisha, ufalme wenye sheria za ajabu kinoma noma. Basi bwana, baada ya harusi nini pale, bibiye akapelekwa sehemu ambapo kuna pango kubwa kinoma noma, na huko alipofika akawakuta watu kibao. Bibiye akajua huenda ikawa ni mila na taratibu zao za kila siku, kumbe baada ya harusi lazima bibi harusi alete huko, lakini pasina kujua kumbe sehemu hiyo bwana ilikuwa ni sehemu ya kutolewa kafara. Baada ya kufanya matambiko yao, mwamba akamwambia bibi Eroni, sasa mke wangu, ni zamu au ni muda wa kwenda nyumbani, na kutokana wewe ni kweli sasa hizi hutakiwi kutembea, acha nikubebe. Bibi akaona huenda haya yakawa ni mahaba ambayo anaoneshwa na mwenye wake pasina kujua. Kwa hiyo ilikuwa ndio njia ya kwanza ya kumtoa kafara kabla ya njia ya pili ya kumtupa katika koroko kubwa ambao ndani yake kuna kiumbe cha kutisha. Mzigo anaturudisha nyuma bwana, miaka mingi iliyopita, mfalme wa eneo hili akiwa na wanajeshi wake waliongozana na kuelekea katika pango ambalo ndani yake alikuwa akifiki kiumbe wa ajabu aina ya dragon, na lengo lilikuwa ni moja tu, kwenda kumwangamiza na kuua masalia yake yote, kwa sababu dragon alikuwa akiwasumbua sana katika maeneo yao. Na walipofika bwana, waliyakuta mayai matatu ambayo ilikuwa ni karibu kutotolewa, na mfalme akawaamuru wanajeshi wake wayaue au waviue vile vyote vilivyokuwa ndani ya mayai yale, kwa sababu alijua kuwa ikiwa dragon mmoja ndio anasumbua kiasi hiki na hawa wakitotolewa, basi shughuli yake haitakuwa ndogo hata kidogo. Basi wamba wakafanya kama walivyoambiwa na mfalme wao, na hilo ndo likawa kosa kubwa ambalo amelifanya. Si unajua bwana, mzazi kwa mtoto wake Dragon alikuja na kuwaua watu wote ambao walishiriki katika tukio hilo, na mwisho akamwacha mfalme kutokana na akaona hana namna nyingine ya kufanya na hawezi kabisa kumwangamiza huyo dragon. Ikabidi apige magoti chini na kumwambia Dragon, nisamee. Dragon akamwambia, mimi siwezi kukusamea bure kwa sababu wewe umeshaangamiza kizazi changu, na hayo mayai yalikuwa ndio uzao wa mwisho wa dragon. Kwa maana hiyo, baada ya mimi hakutakuwa na madragon wengine tena. Kwa hiyo nahitaji tuingie makubaliano ya kudumu katika muda wangu wote ambao mimi nitakuwa hai. Na ndipo akaingia makubaliano ya kwamba kila mtoto wa kiume wa mfalme huyu atakapohitaji kuoa, basi wake zake watatu wa kwanza atawatoa kama kafara, kisha mtoto wake wa nne ndiye atakayekuwa anaishi naye. Sasa tuendelee tulipoishia. Bibi Eroni baada ya kutupa katika korongo zito, anakuja kushtuka, anajikuta yupo katika sehemu ambayo hakuitarajia hata kidogo. Anajaribu kupiga kelele lakini hakuna msaada wowote anaopata, na ndipo anajua kuwa watu wale walifanya kitu hiki kwa makusudi. Na alipoangalia vizuri akajua kuwa si yeye tu bali wapo watu wengi au wanawake wengi waliotupwa katika eneo hili. Basi ikawa hana namna isipokuwa ni kutafuta namna gani anaweza kutoka. Wakati anapiga hatua mbili tatu, akamwona ndege anaruka akiwa anawaka. Bibi akashangaa, inakuwaje? Ndege anaungua moto, nani aliyemuunguza? Dakika za kuhesabu, ndege wengi na vipepeo wakawa wanaruka kuelekea upande wake wakiwa wanaungua, kitu ambacho kilimshangaza sana Didie. Akiwa katika maswali akijiuliza ni kitu gani kilichotokea, ni kiumbe gani kilichowachoma ndege hawa, ghafla anasikia sauti ya kutisha, sauti nzito ikimwambia, na wewe ndiye mwingine uliingetwa kwa ajili yangu. Bibi Eroni akajiona kumbe hawa ndio kafala kwa ile kiumbe cha kutisha. Basi bwana, ikawa hana namna nyingine isipokuwa ni kujitetea. Na huyu dragon bwana, unaambiwa alikuwa ana uwezo wa kuongea kama vile ambavyo mimi na wewe tunaongea, na yeye bwana huwa anapenda sana kuwinda, yani huwa anapenda alitoe wanawake katika sehemu hii ili mradi apate kimbizana nao. Ndicho kitu ambacho alikuwa anakifurahia kinoma noma. Kama unahitaji muendelezo, basi niandikia kwenye comment hapo next year. Lakini pia hakikisha usiache kusubscribe katika channel yetu.